Kwa experience kidogo ambayo nimekuwa nayo kwa season 2 ambayo tumemaliza mwishoni mwezi wa 11 baada ya watu kuja kuchukua vitita vyao, vyeti vyao na tuzo zao. Kama alivyoeleza mwenzangu Obedi, wakati Uni Champion inaanzishwa, sisi tulikuwa ni viongozi serikali za wanafunzi, na tulilianzisha hili swala, tukaipata kampuni ya kutushika mkono. Kama ambavyo leo mnaona tunapata fursa ya kuzungumza, lakini tukiwa tumetangulizwa na wadau wetu Swahili Financial Markets, ambao ndio kitu muhimu sana tunavyozidi kujaa watupe mada zao. So kwa kifupi nitaeleza ilivyokuwa kidogo sana kwa upande wa talent na social awards 2025, na zaidi ya hapo nitaeleza pia mpango ambao tuko nao kwa mwaka 2026. Naamini wengi hapa ni watu wa vyuoni, lakini kwa wale ambao si wa vyuo tunawakaribisha pia katika majukwaa yetu ambayo tunakuwa tunafanya mambo ya talent, kwa sababu wakati wengine wanashindana, wengine mnakuwa mnatuburudisha kuyasindikiza mashindano. Mashindano yetu ni universities talents au universities competitions. Kwa hiyo kwa wale ambao wameshamaliza vyuo wanakuwa tu wanatusherehesha. So kwa kifupi mpaka tunafika mwisho last year tulikuwa na tuzo 65 ambazo zilikuwa zinajumuisha michezo, social awards, lakini pia talents. So this time around tunakuja kufanya msimu wa 3 ambao utaanza mwezi March. Tutaanza kwa kanda za mbali kidogo, maana msimu wa kwanza na msimu wa pili tumekuwa tunafanya Dar es Salaam, na hii nafikiri ni kwa sababu ya idadi ya vyuo kuwa vingi sana jijini Dar es Salaam. Kuna vyuo vingi sana. So kwa msimu huu tutakuwa tuna kanda 8 kama walivyoeleza, nitazitaja haraka. Kanda ya kwanza ni kanda ya wanaita Southern Highlands. Wenyeji watakuwa ni Mbeya. Tutahitaji kuwa na watu ambao wanashiriki vipaji mbalimbali. Kama ambavyo mwaka huu tumekuwa na list ya categories ziko 15. Nikiwa naongea kama mmepata mnaweza mkaangalia kupitia page yetu ya Uni Champions. Kwa hiyo pale zipo category 15 za talent, na nitatoa msisitizo. Kuna watu walikuwa wanauliza kwenye talent hatuangalii jinsia. Hata majaji wanaokuja kujaji talent wanajaji talent, hawajaji jinsia. Kwa hiyo mshindi anaweza kupatikana wa kike au wa kiume. Ni tofauti na kwenye social awards. Social awards ukiangalia zipo category 20 kwa msimu huu wa 3. Hizi category 20 atapatikana best katika male, lakini pia atapatikana best katika female. Hivyo ndivyo namna ambavyo tunafanya. Zaidi ya hapo, upande wa talent kuna appreciation ambazo zinakuja. Inawezekana mshindi akawa ni wa kike, lakini kuna wa kiume ambaye amefanya vizuri sana katika utaratibu tangu mwanzo. Tangu anavyojiandikisha, anavyoshiriki mazoezi, kwenye audition zake, wakati wa kura amepata kura nyingi, unaweza kukuta akapata tuzo ya best choice, kama jinsi ambavyo mliona kwa season iliyopita. So kwa haraka nitazitaja kabla sijasema zone nyingine ambayo inakuwa na mashindano tena kwa msimu huu. So kwa upande wa talent mwaka huu tutakuwa na category 15, ikiwa ni singing, rap au hip hop. Lakini kuna category mpya ya gospel. Itakuwepo pia category ya fashion modeling. Itakuwepo category ya stand up comedy. Itakuwepo category ya solo dance. Itakuwepo category ya group dance. Itakuwepo category ya poetry. Itakuwepo category ya instrumental performance. Itakuwepo category ya martial arts au gymnastics. Lakini pia itakuwepo category ya cultural performance, zile ngoma za asili. Lakini pia itakuwepo category ya magicians, magic performance. Tumeanzisha pia category mpya ya beatboxing kwa wale watu ambao wanatumia vipawa vya kuzaliwa navyo kutengeneza beat. Lakini pia itakuwepo category ya drama and acting. Hii ni ya on stage, ndio maana ipo kwenye category ya talents. Tofauti na kwenye awards, ipo pia category ya movie.
huku mtu ambaye atashinda au atashiriki au anafaa kushiriki kwenye hii ya acting au drama ni mtu ambaye anaweza kushowcase kitu stageini kwa dakika 15. Ni tofauti na ile ya kwenye awards ambayo anatakiwa kuwa ameshashiriki katika kuigiza au kutengeneza movie. Kwa hiyo kwenye ile kategori nyingine ya movie, kwenye upande wa tuzo ni kwamba huyu haperform stageini, badala yake ataonyesha kazi zake ambazo amewahi kushiriki, kama yupo kwenye series fulani au kwenye movie fulani ambayo imeshatoka na ipo. Kwa hiyo ndio itakuwa CV yake. Na mwisho kabisa katika hizi za talents ni fine arts. Hapa kuna watu wa drawing, lakini kuna watu pia wa painting. Kwa upande wa tuzo au hizi social awards, kama nilivyosema, hizi hazihusishi watu kupanda stageini, ni kazi zao, ni CV zao, ni talanta zao ambazo wanakuwa wanaziishi kwa muda mrefu. Kwa maana kwamba hawezi kuonyesha kwa muda mfupi kitu chake. Hapa kuna social influencer ambayo ilikuwa tangu mwaka jana, kuna best host, kuna best MC, kuna best presenter or media personality, kuna graphic designer, kuna photographers, kuna event organizers or event planners, kuna photogenic, kuna public speaking, kuna author, kuna best leadership, kuna best humanitarian, lakini pia kuna best entrepreneur, lakini pia kuna best digital innovators, kuna category pia ya beauty and cosmetics, kuna category ya storytellers, kuna category ya actor or actress, kuna category ya best DJ, kuna category ya content creation, na kuna category nyingine ya videographers. Hizi ndio category 20 ambazo kila category moja itakuwa ina mshindi wa kike lakini pia mshindi wa kiume. So tuna tuzo 15 katika upande wa talent, tuna tuzo 40 katika upande wa social awards, lakini pia tuna 35 katika sports. So hizo ndio category, na namna ya kuapply ni rahisi kabisa. Kwenye hiyo linki ambayo nimesema ipo kwenye bio, ukiklik inaweza kukupeleka kwenye channel, ambapo kwenye channel zipo linki mbalimbali za kushiriki category tofauti. Kama una talanta zaidi ya moja, una apply separately. Kwa hiyo uta apply category ya kwanza, utamaliza na kupata tiketi yako, halafu baada ya hapo uta apply tena category zote. Kwa experience ya mwaka jana kuna watu walishiriki category mpaka 5, 6 kwa sababu wana uwezo. Japo unaweza kukuta umeapply category nyingi na hujapata hata moja kwa sababu pengine sometimes unakuwa una lose focus. Yeah, you need sometimes to focus. So that's the way ambapo tutafanya mwaka huu, na kwa niaba ya wenzangu naomba nifupishe kwa sababu ya muda, ili tukasikize sasa mada ambazo zimetusababisha leo tuje na notebooks. Kwa mtu yote ambaye ana swali, unaweza kuuliza swali kupitia hizo social media platforms zetu za Unichampion na Tuxa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini pia karibuni sana kwa mashindano.